Bwana asifiwe. Karibuni sana katika ibada hii jioni ya leo. Mungu wa amani akubariki sana mahali popote uliko. Mahali popote unaponitazama, Mungu wa amani akubariki unapounganika nami kwenye ibada hii jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo, kwa maana amekuwa mwaminifu na ametupa uzima, ametupa uhai na ametuelekeza tumefika wakati huu. Sio mawazo yetu wala fikra zetu wala akili zetu. Sister, welcome. Excuse me. Neema ya Bwana ndio iliyotufikisha mahali hapa. So mahali uliko, ujisikie uko mahali pazuri na Mungu anaenda kutenda maajabu kwako na ishara katika jina la Yesu Kristo. Jambo la kwanza, mimi nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana ndani ya maisha yangu. Nahubiri injili hii ya Kristo ambaye alinipa mafuta haya mwaka wa 2022. Hiyo ndio wakati ambapo nilianza kuhubiri injili pale kwa street. Lakini huduma yangu rasmi au kanisa limeanza juzi, mwezi mmoja umepita, lakini tunaendelea vizuri. Nashukuru Mungu kwa hiyo neema ambaye Mungu ametupa. So niliokoka mwaka wa 2021 na Roho wa Bwana akanijilia mwaka wa 2022. Akanipa kazi ya kuhubiri injili yake kwa watu wote. Namshukuru Mungu kwa neema yake. Nashukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo amenipa, kwa sababu mimi sikuwa na tarajia ya kwamba siku moja nitakuwa mtumishi. Sikuwa na hiyo mawazo, lakini kumbe wakati wa Mungu ukifika, ni wakati wa Mungu. Unapoingia kwa Mungu, kuna mambo yatatokea. Kudharauliwa kutakuwa kwingi, kukataliwa kutakuwa kwingi, kusemwa kutakuwa kwingi. Lakini ikiwa unajua yule aliyekuita ni mkuu zaidi ya hao watu ambao wanakusema, ni afadhali uachane na watu, ufuatane na Kristo. Niliona ya kwamba mtu mmoja amecomment pale kwa video yangu, akasema ya kwamba nitoe picha ya Pastor Ezekiel na picha ya Pastor Sarah. Huyu mtu ajui ni kwa nini ikawa hivyo, kwa sababu anasema ya kwamba hii sio new life. Haimanishi lazima ukuwe new life ndio ukuwe na picha ya mtumishi fulani. Ajui ni nani aliyenipaka mafuta hii, ama nani aliyenipa neema hii ya kuhubiri injili hii. So sometimes unapo comment, fuatilia kwanza. Unaweza kuwa unasema kitu na kumbe si nzuri. So my sister, jaribu kuelewa. Kama iwapo umeokoka, jaribu kuelewa ni nini ambacho unachosema. Usiingie tu kucomment vitu ambavyo vistahili, kwa sababu unaweza patikana na adhabu ambayo isiyofaa, na hatutamani ifikie hapo. So please my brother and my sister, iwapo utaingia kwa channel hii, comment the right thing, kwa sababu nitakapoomba roho itakapotoka hapa iende huko,
itakutesa, itakusumbua. So please, hii ni mambo ya spiritual, not mambo ya physical. Bwana Yesu asifiwe. So popote unaponitazama, nilikuwa tunawaonya tu wale ambao walikuwa wametuma ujumbe huo. Yule dada ambaye alikuwa amecomment pale akasema ya kwamba nitoe picha hiyo kwenye madhabahu hii, ajui kwa nini hiyo picha iko kwenye hii madhabahu, ajui ni nani aliyenipaka mafuta, na ajui ni nani aliyenifanya ninahubiri injili hii. Lakini Bwana ana uwezo na mamlaka kwa ajili ya kila mmoja. Na Mungu wa amani awabariki wote ambao mnanitazama. Karibuni sana katika ibada hii. Mjisikie mko mahali pazuri katika jina la Yesu Kristo. Karibuni sana wote. Nimeona ndugu yangu hapa anaitwa Stefan Wadera. Thank you so much my brother and another brother. May God bless you so much. Mungu awabariki mahali uliko kwa kila jambo ambalo mnalifanya. Mungu awabariki. Amen. Thank you so much. Thank you so much. Aya, kuna hapa Mercy anaitwa Happy Mercy. Thank you so much. Kuna Evangelist Abraham. Thank you. Kuna Dorin Kiasi. Thank you so much. Kuna Nora Akelo. May God bless you so much. Kuna Charlene. Thank you so much for your likes. Thank you for joining us. Kuna Joy. Thank you so much. May God bless you so much, Joy. Charlene, may God bless you so much in the name of Jesus. Lucy, thank you so much. Mtoto mamake, may God bless you so much as you join us in the name of Jesus. Frederick, thank you so much. Violet John, thank you so much. Then kuna Sia Sister, thank you so much for your likes. May God bless you so much. May God bless you. May God bless you. Kuna Leo, kuna Stefana Waidera, thank you. Kuna Purity Mugo, thank you so much. Kuna Stony, thank you so much Stony. Kuna huyu anaitwa Jisohara, thank you so much. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana wote. Mzidi kuingia na Mungu wa amani awabariki. Amen. Karibu sana. Unapofungua nami katika kitabu cha Yeremia, fungua nami kitabu cha Yeremia 1. Fungua nami kitabu cha Yeremia 1. The book of Jeremiah. Iwapo na Biblia yako, fungua nami kitabu ya Jeremiah 1. The book of Jeremiah. Jeremiah 1. The book of Jeremiah, chapter number 1. The book of Jeremiah, chapter number 1. I will read it in English. The book of Jeremiah, chapter number 1. The book of Jeremiah, chapter number 1, verse 4. It says, "Now the word of the Lord came to me, saying, Before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nation." Then I said, Hey Lord God, behold, I do not know how to speak, for I am only a youth. But the Lord said to me, Do not say I am only a youth, for to all to whom I sent you, you shall go, and whatever I commanded you, you shall speak. Be not afraid of them, for I am with you to deliver you, says the Lord. Hallelujah.
The book of Jeremiah, chapter number 1, verse 4 to number 8. The Bible says, before I knew you, before my mother, hallelujah, Amen. before my mother and my father be together, the Lord knows me. Kabla ya babangu na mamangu kukutana kimwili ili kunipata mimi, yaani kabla ya babangu na mamangu kuchumbiana kuwa marafiki, alinijua mimi. Nitarudia hiyo maandiko, inasema, now the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb I knew you. Before the Lord formed you in the womb of your mother, he knew you. Ina maana kuwa Mungu alikujua kabla mamako hajapata ujauzito wako. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa Mungu anakujua wakati baba na mama walipokutana wakakufanya wewe ukapatikana, Yesu tayari alikuwa anakujua. Wazazi wako hawakuwa wanakujua, babako hakuwa anakujua, mamako hakuwa anakujua, lakini Mungu aliye juu, Baba aliye juu anakujua. Sasa ni nani atakayepinga maisha yako? Hallelujah. It says, I appointed you a prophet to the nation. Amekuchagua wewe kuwa nabii wa mataifa. Bwana amenichagua mimi kuwa nabii wa mataifa. Amenichagua mimi kuwa mtumishi katika mataifa. Akasema ya kwamba, then I said, O Lord, God, behold, I do not know how to speak. Mimi ni kijana mdogo, sijui jinsi nitakavyozungumza na watu, lakini Bwana ananiambia kwamba nitatia maneno yangu ndani ya kinywa chako, na chochote utakachotabiri kitafanyika, kwa sababu nimekutuma kama nabii. Chochote utakachoitabiri kitafanyika na kitatendeka. Ina maana kuwa Mungu yuko ndani yangu na amenituma kwa ajili yako wewe kama nabii wako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba usiogope, bali nitakuwa pamoja na wewe. Bwana ametuambia tusiogope kwa ajili ya injili yake. Tusiogope wanadamu watasema nini kwa ajili yako. Tusiogope ni nani atakayeinuka kwa ajili yako, bali Bwana yuko pamoja nasi kwa kila changamoto au shida au raha yoyote. Bwana yuko katikati yetu na amenituma siku ya leo kwa ajili yako wewe, kwa ajili yako wewe dada Shalem, kwa ajili ya huyo ndugu anayenitazama. Bwana amenituma kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Before I formed you in the womb, I knew you. Kabla Bwana aniumbe mimi, kazi ya Bwana. Anasema hivi, Jeremiah chapter number 1, verse 4. Jeremiah chapter number 1. Thank you, Naomi. May God bless you so much. Welcome in the name of Jesus. Jeremiah chapter number 1. Sorry for that. Sorry for that. May God bless you so much. Sorry. The book of Jeremiah chapter number 1,
verse 4, it says, "Now the word of the Lord came to me, saying, Before I formed you in the womb, I knew you." Kabla Bwana aniumbe mimi ama akuumbe wewe, alikujua. Na ikiwa Bwana alikuumba wewe, ni kwa nini unapita kwa hizo shida ambazo uko nazo? Basi hapo sasa ndio tunajiuliza, ikiwa Mungu alikujua wakati alikuumba, ni kwa nini unateseka kwenye ndoa? Ni kwa nini unachumbiwa na huyu unaachika? Unakaa na huyu miezi 6, unaachwa. Unakaa na huyu miaka 2, unaachwa. Shida ni nini? Tunakuja sasa hapa tunaona kitu inaitwa altar, madhabahu. Ikiwa madhabahu yako ama mahali unapoabudu Mungu haina nguvu, hiyo madhabahu mahali unapoabudu Mungu haina nguvu ya kukutetea. Hata utakapotoa sacrifice mahali pale, hakuna ulinzi wowote ambao uko mahali pale. Ndiposo unaona ya kwamba shetani anakuja kidogo tu anakutikisa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio maana unapata madhabahu yanapigana na madhabahu. Altar versus altar. The altar of God and the altar of demonic. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ndio vitu vinakuja vinainuka. Tukisoma kitabu cha Mathayo. The book of Matthew chapter number 2. The book of Matthew chapter number 2. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. The book of Matthew chapter number 2. The book of Matthew chapter number 2. I think everyone is there. The book of Matthew chapter number 2. Verse 1. It says, "Now when Jesus was born in Bethlehem, Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from east came to Jerusalem, saying, Where is he who was born King of Jews? For we have seen his star in east and have come to worship him." When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And assembling on the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They told him, "In Bethlehem of Judea, for so it written by the prophet, and you, O Bethlehem, in the land of Judea, are by no means least among the rulers of Judea, for from you shall come rule, who will govern my people Israel." Then Herod summoned the wise men, security, and ascertained from them what time the star appeared, and he sent them to Bethlehem, saying, "Go and search diligently for the child, who when you have found him, bring me word, that I too may come and worship him." When they heard the king, they went there with awe
wither away, and Lord, the star which they had sent in east. Praise God. Praise God. Jesus, when Jesus was born, wakati Yesu amezaliwa, wamama juzi wakaona nyota ya Yesu Kristo. Hapo ndio maana nakuambia sasa, tunakuja sasa kuhusu madhabahu. Wakati Yesu Kristo amezaliwa, mama juzi wakaona nyota, wakasema mfalme amezaliwa ambaye ni Yesu Kristo. Wakaenda upande wa mashariki kwenda kumtazama Yesu, wakaenda na fedha, wakaenda na mali pale. Lakini Herode pia akawatuma mamajusi waende mahali pale. Watakapofika mahali pale, wakarudishe majibu kwa Herode, kwa sababu Herode alikuwa anataka kumuua Yesu Kristo. Hebu jichukulie hii story kwamba Yesu amezaliwa, bado ni mtoto, bado ni kitoto, hajui hata kuzungumza, hajui hata kuongea, hajui hata kufungua macho, hajui hata nini inaendelea duniani, lakini Herode anamtafuta kumuua. So Yeremia anasema ya kwamba Mungu anazungumza na Yeremia, anasema kabla sijakuumba anakujua. Na Yesu Kristo amezaliwa, Herode anataka kumuua, na ambapo hajui kitu gani kinafanyika duniani. Bwana Yesu asifiwe. So shida inakuja inatokea hapa. Kuna wale watu wana ufahamu wa nyota yako. Kuna wale watu ambao wakati ulipozaliwa walijua maisha yako kutoka mwanzo mpaka mwisho wako. Wakati wewe unatolewa nje kwa ajili ya wa mama au wazee waweze kunyoa nywele, kutoa ile nywele ya kwanza, wengi walikuja wakakubeba kwa furaha wakinena mazuri, lakini ndani ya mioyo zao walikuwa na kuua pole pole. They kill you slowly. Praise God. Wakati unabebwa na wale wamama wakunga, ama yule mama wa kwanza aliyekuona, aliyekuzaa, ama aliyekufanyisha ukazaliwa, ama mkunga wako, yeye ndiye alikuwa anakujua. Na kuna wakunga wengine wanajua wewe ni nani. So kabla kitu chochote kifanyike, wanatangulia kuuskani wa star, wanatangulia kuona nyota yako. Na ikiwa una nyota ya kung'aa, itamaanisha kwamba watafanya chochote ili hiyo nyota izime. Ndio unapata mtoto anaanza vizuri chekechea, akiwa mzuri sana kwa masomo. Anapofika standard 6, mtoto anaanza kuchanganyikiwa, masomo inapotea, kwa sababu alikamatwa zamani alipozaliwa. So when appointed time comes, wakati muda utakapofika, yale mambo yatachipuka tu. Kuna mtu anaolewa kwa ndoa. Nazungumza na mtu ambaye ameolewa. Ameolewa kwa zaidi ya ndoa 2. Ameolewa, amemaliza only 3 years or 2 years or 6 years, wanakosana. Anatoka kwa hiyo ndoa, anaenda kwa ndoa nyingine. Akikaa huko 1 year, 2 years, wanaitwa sweet baby, honey, peremende, hizo majina yote mazuri. Lakini when appointed time comes, divorce inaingia kwa ndoa.
vita vinajaa, unasikia mmeachana. Hiyo ndio nasema ya kwamba huyu mume ni mbaya. Huyu mume ambaye niliolewa ndani ni mbaya. Then you move to another marriage. The same spirit inakufuata mahali pale. The same spirit that ilikutoa huku kwa hii ndoa ya kwanza inakupeleka tena pale. Then utaanza kuwa na roho nzuri sana, vizuri. After sometimes hiyo roho inainuka, na ikiinuka ni talaka, because you don't have altar that can protect you. Praise God. You don't have an altar that can protect your life. But today, as I pray, may God deliver you in the mighty name of Jesus. May God deliver you in the name of Jesus Christ. May God set you free in the name of Jesus. May God set you apart in the name of Jesus. Whatever it comes upon you, it will disappear in the name of Jesus. Any spirit from the devil, when it comes upon you, as I pray today is date 2, as I pray today, may that spirit disappear in your life in the name of Jesus Christ. Praise God. Uolewe kwa heshima, ukae kwa ndoa na amani na upendo katika jina la Yesu Kristo. Wakati huu sasa, sijui ni pepo ama ni nini ambaye iliingia kwa wanadada wetu, kwa sababu I don't know. Even praise and worship, vitu ambavyo wanavalia makanisani, inamchukiza Mungu. Mwingine akasema ya kwamba Mungu aangalie mavazi, anaangalia roho. Ikiwa Mungu aangalie mavazi, anaangalia roho, angemuumbia Adamu na Hawa mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa Mungu anaangalia roho, yes, kama Mungu anaangalia roho, aangalie mwili, angemuumbia Adamu na Hawa mavazi. Mavazi yalikuja na Adamu na Hawa, na Musa akapewa sheria ya mavazi. Akasema ya kwamba kuhani watavaa hivi, watakatifu watavaa hivi. Ndiposo unaona jeshi watavaa mavazi ya jeshi, kuhani atavaa mavazi ya kuhani, kahaba atavaa mavazi ya ukahaba. Huwezi kuwa wewe ni Mkristo na unavaa mavazi ya ukahaba. Huwezi kuwa wewe ni kahaba na uvae mavazi ya Kikristo. Waislamu, ndugu zetu Waislamu wanatushinda sana. Ikiwa Mungu huyu ambaye Waislamu wanamwabudu, hakika mimi naona huyo Mungu ni wa kweli. Kwa sababu sisi ambao tunaita watakatifu, sisi ambao tunasema sisi ni watakatifu, we have lost the way. Tumepoteza njia zetu. Mpaka makanisani tumeingia na dramas. Ni kama kanisa limekuwa ni mahali pa kufanyia drama. Kuna watoto wa Skefa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watoto wa Skefa ambao walienda wakafanya ile drama kwa mtu fulani, na kumbe huyo mtu alikuwa na pepo. Wale pepo wakauliza hao watoto, tunamjua Paulo, Yesu tunamjua, nyinyi ni kina nani?
Na maandiko yanasema ya kwamba na mapepo haya yakainuka na hasira, na watoto wa Skefa wakakimbia. Bwana Yesu asifiwe. So ikiwa wewe ni mtakatifu, ikiwa wewe ni Mkristo, baki kuwa Mkristo. Ikiwa umeokoka, baki kuwa kama mtu ambaye ameokoka, na utaona mkono wa Mungu. Mtu ananiuliza, Pastor, kwa nini Waislamu wanafanikiwa na sisi Wakristo tunakaa tunateseka? Because hatujui njia ya kufanikiwa. Ndiposa nawapenda ndugu zangu Waislamu na dada zangu Waislamu, because they know how to sacrifice to their Lord. When you sacrifice to the Lord, si ati Mungu anataka pesa zako, si ati Mungu anataka kondoo zako, anataka mali zako. Sacrifice, it speaks to your life. Sacrifice, it speaks better things. The blood of Jesus, it speaks better things in your life. Mungu mwenyewe akatuonyesha kwamba mwenyewe akamtoa mwana wake wa pekee. Maandiko yanasema ya kwamba na Mungu akamtoa mwana wake wa pekee ili afe kwa ajili ya mimi na wewe, ili tuokolewe kwa damu. That is sacrifice. Mungu alituonyesha kwamba kupitia sacrifice ya mwanao Yesu Kristo, na hata sisi tumekombolewa. So kupitia your sacrifice, God will do something in your life, in Jesus' mighty name. Praise God. Sijakuja kuhubiri kwa sababu ya sadaka, na sitamani mtu anitolee sadaka. Sipendi sadaka, na sitamani mtu kunitolea sadaka. Na iwapo unaweza mtolea Mungu pia ni sawa. But I tell you the truth of God. I tell you the truth because as a Christian, we have lost the way. Tumepotea njia, tumepotoka tabia. Unapata mchungaji anampiga mchungaji mwenzake. Ikiwa hii mkono na hii kichwa si ni mwili moja, hii mkono na hii kichwa si ni mwili moja. Nitakapopiga kichwa yangu hivi, si nasikia uchungu? Na wakati ninasikia uchungu, sitabidi hii mkono itawacha kupiga kichwa? So kwa nini sisi wa Kristo tunapigana sisi kwa sisi, ambapo sisi ni ndugu wa baba mmoja na mwili mmoja? Kwa nini sisi wa Kristo tuumizane? Bali tujenge mwili wa Kristo na tufanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Tutakapojenga mwili wa Kristo, tutafanikiwa ndani ya maisha yetu, in Jesus name. Mungu wetu anastahili kuabudiwa. Iwapo una shida, iwapo una shida, iwapo una kilio, iwapo una kilio. Huwa napenda kuambia watu wangu hivyo. Mungu wetu anastahili kuabudiwa tu. Iwe kuna mazito, iwe kuna nini, anasema ya kwamba shukuruni kwa kila jambo. Mshukuru Bwana kwa kila jambo. Hakusema mshukuru Bwana kwa wakati una furaha ama wakati una ufanisi. Anasema ya kwamba mshukuru Bwana kwa kila jambo. So tunafaa tumshukuru Mungu hata kwenye kilio. Tunafaa tumshukuru Mungu kwa maana yeye ndiye ameruhusu hayo yatokee kwako. Yeye ndiye ameruhusu hizo vita zitokee kwenye ndoa yako. Yeye ndiye ameruhusu changamoto ya maisha ikupige, ili kesho ukifanikiwa usije ukasahau mahali umetoka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu huruhusu kitu ifanyike ili kesho yako atakapokufanya ufanikiwe usije ukawadharau wengine. Bwana Yesu asifiwe. May God bless you so much. Nataka kuongea na watu hapa. Iwapo Mungu
atanipa ujumbe kuhusu maisha yako, I will tell you, nitakwambia. Iwapo hatanipa ujumbe, utanieleza, alafu then tutaomba pamoja na wewe, na Mungu wa amani akubariki. So I want to pray. Nataka kuombea mtu hapa. Nimeona my sister Charlene, may God bless you so much. Naomi, thank you so much. Then huyu ni nani anasema? Andrew Chemtaye Palat anasema all the best for your work. Thank you so much. Thank you so much my brother. Chemtai Charlene says amen. Naomi says amen. Thank you so much. Charlene anasema kweli Mungu yuko pamoja nasi siku zote. Amen Charlene. May God bless you so much. May God bless you so much. May God bless you so much. May God bless you so much Charlene. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Thank you. Anaitwa sister anasema pray for me. I'm not feeling well. Sister, please, kama unanitazama njoo. Ingia live tuombe pamoja na wewe na uone mkono wa Mungu sasa hivi. Anaitwa sister anasema pray for me. Not feeling well. Ingia live ni kuombee, na ibada yangu huwa tunathibitisha, kwa maana Mungu wetu sio Mungu wa kutengeneza kuedit. Mungu wangu sio ule mtu wa kuedit. Mungu wangu anatenda saa hiyo hiyo. So sister, iwapo unanisikiliza, come join us now because nimekuona umetoka. Rudi kwa mtandao tuombe pamoja na wewe na utapona leo hii, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay. Charlene, Bwana Yesu asifiwe. Charlene asifiwe Yesu. Naomi, Bwana Yesu asifiwe. Naomi, Bwana Yesu asifiwe. Charlene, kwani hawa watu wameweka wapi simu? Asifiwe Yesu. Mercy Johnson, thank you. Maggie, thank you so much. Thank you so much. Sister, wherever you are, welcome. I want to pray with you. I want to pray. Charlene asifiwe Yesu. Amanda brother. Sorry.
Charlene, praise God. Amen. Yes. Karibu sana, karibu sana. Unatokea maeneo gani? Yes. Oh, Kitale. Thank you so much. Mungu akubariki sana kwa maana nimekuona umekuwa nasi tangia tulipoanza. So unafanya kazi gani Kitale? Hakuna. Yes. Unaishi na nani? Yes. Charlene, watamani Mungu akutendee nini? Yes. Charlene, Yes. unatamani Mungu akutendee nini? Mambo mengi sana. Ya kwanza, Charlene amemute. Yes. Ya kwanza ni nini? The next level for my Charlene, Yes, wanisikia nikiongea? uko chini sana, sijajua unaogopa nini? Aizi, hapana. Yes. Jambo la kwanza, uko nyumbani. Yes. Umemaliza form 4? Ya, nishamaliza. Okay. Umekaa miaka ngapi nyumbani after form 4? Hii ni ya 3. Uko tu. Yes. Type. Nini huwa inakusumbua usiku? Okay, sawa. Naomi, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes, karibu sana Naomi. Asante. Yes, habari ya kupotea au Kitengela. Huku tuko salama, tunashukuru Mungu. Amen. Mm. Raila alipona? Raila alipona, tunashukuru Mungu. Yes, amerudi kazi. Ya. Oh, ni sawa. Yes, niambie. Niko tu, niko poa. Hakuna mazuri ya huko? Huko tu. Ya. Kazi inawapeleka aje? Kazi iko poa. Yes. Ya. Hiyo sawa. Labda niambie sasa mazuri. Mazuri hatujaona. Shukuru tu Mungu tuko hai. Amen. Hilo ndio jambo kuu sana. Tunafaa kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Anasema shukuruni kwa kila jambo. Sana. Haya mengine yatafuatana. Ya. Tunapomshukuru Mungu kwa kila kitu,
hizo zingine zitaongezewa tu baadaye. kwa wakati wake. Siko poa hiyo. Yeah. Mimi pia niko mzima huku. Nashukuru. Shukuru Mungu amenipa neema siku ya leo tumepatana, na naamini ya kwamba Bwana atakuwa pamoja nanyi Amen. na atawafanikisha kwa kila jambo ambalo mnakusudia kufanya. Amen. Mungu wetu ndio mweza, yeye ndiye anaweza na anajua maisha yako. Anasema katika kitabu chake cha Yeremia 1 mstari ule wa 5, anasema kabla hujaumbwa kwenye tumbo la mamako yeye alikuwa anakujua. Yeah. Yaani kabla mamako na babako wakutane kimwili, Mungu alikuwa anakujua. Sana. So una sababu ya wewe kuishi katika hii dunia, na au kuja kwa makosa wala hukuandikia mtu taarifa ya kuja duniani, bali Mungu aliyekuleta ndiye anajua mahali utakuwa unakaa, mahali utakuwa unaishi, na itakuwa ni ya baraka. Si ni sawa? Wacha Mungu tu aongoze na awalinde. So nafasi baada mjapata, yes, nafasi baada mjapata Bado. Wanasema aje? Tunapatanga nafasi weekdays. Kwa nini anawapa weekdays? Huyu mtu anaenda kanisa? Yeah. Mbona aende kanisa nyinyi mfanye kazi? Nafasi ya kwenda chacho litupea saa 1 mpaka saa 3:30, 4. Yaani naona Yes. mbona Mungu mnampimia masaa kwa Mungu? Na kazi tunafanya kuanzia saa ngapi? Saa 12 ama saa ngapi? Saa 3. Mpaka saa ngapi? Saa 4. Yeah. Kwani huyu Mungu ni wa namna gani ambao mnampimia masaa ya kumwabudu? Huyu bosi wako akuwe serious. Kwani anaabudu binadamu ama anaabudu Mungu? Kazi. Ama ni kazi? Itikani. Ni sawa. Haina neno. Nilikwambia tutafanya hiyo kazi. Yeah. Taomba tu na Mungu atampiga tu huko, na atakuja kuambia sasa kila Sunday nitakuwa mnaenda kanisani mpaka saa 9. Huwa vitu zingine naongeanga kama utani, na inakuja inakuwa serious, sababu najua ni nani ambaye nazungumza na yeye. Atawapa nafasi na mtakuwa mnaingia kwa nyumba ya Bwana. Okay. Nadhani Shalin nadhani umerudi. Huyu anaitwa Above All.
Nasema pastor, niombee hao watu, nimekawia na pesa yangu aki. Okay, above all nataka hebu ingia online kwanza tuwazungumze. Ni pesa gani hii ambayo unadai? Unaweza join. Above all unaweza join. Ni wakati wako wewe kuingia. Sorry. Okay. Above all, Yes, sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Unaitwa nani kwa majina? Kwa majina naitwa Bathsheba. Bathsheba. Naam. Okay, unasema pesa zako zimekawia miezi 4. Kwani ulikuwa unafanya kazi gani? Ya nyumba tu pasta, lakini sasa mtu anakwambia ngoja, inakuwa mengi na mwishowe kwa sasa naona ni hizo pesa ni mingi, mnakutana ndio akupatie na hata bado akupatie. Unaona tu mambo yake inaendelea, lakini wewe yako ni kama amekusahau. Unafanya kazi upande gani? Uko Saudi. So miezi 4 hujalipwa. Miezi 4 pasta, mimi sijalipwa. Na alikueleza shida ni nini? Pasta, ni tabia tu yao tu, lakini kuna wakati hapo kolegi wangu waliangukanga, sasa wakamshughulikia hospitali. Sasa wakati niliwapatia mwezi moja na wao pia wakaongeza hizo miezi zingine, ikawa tu nitakupea hizo miezi zingine. Sasa nikangojanga tu nitakupea mpaka nitakupea. Sasa wewe unafanya kazi kama slave. Aki pasta, mimi si nafanya tu kazi kama slave, lakini sasa hata mwezi umepita na mimi pasta nilikuwa napewa mshahara ya juu. Sasa mwezi umepita, wakati kolegi wangu alikuja, sasa nikamwambia mimi sasa mtanipatia yote mara moja, lakini nilishangaa pasta wananipea kolegi wangu amepita, nikaongezewa mshahara na nikapewa hii mwezi peke yake. Yaani hata isihesabu hata ya hii mwezi pasta, ni Februari, hata Januari sikumaliziwa pesa pasta. Sasa nikamwambia hii inahesabu mwezi gani sasa? Sasa hata sijui yaani pasta, mimi mshahara ikapunguzwa na hivyo pia hivyo wananisumbua tu na mambo yangu pasta, inarudi tu nyuma, narudi tu mbele ya kwenda mbele. Yaani iko stagnant. Na pia wewe unaota nini? What pasta, sometimes naota mambo na shule, sometimes naota mambo tu mingi pasta. Shule gani? Pokea simu. Ulikuwa unaota Okay, thank you so much. Naam pasta. Ulikuwa unaota ukiwa shule gani? Darasa gani?
So solo nikiwa primary pastor. Lakini hata hivyo hiyo ndoto ya kuwa primary ilikuwa imesimama kidogo pastor. Hapo nyuma ndo nilikuwa naota ndoto mbaya ikakuja ikasimama. Sasa juzi ndo ni kidogo ndo nimeota tu ndoto weird kidogo pastor, ile ya unavutwa ni kama unaumwa unaumwa na simba ni kama nataka kuumwa na simba, yani ni attack pastor, lakini najipata nisijaingia kwa hizo attack, lakini ma-attack hivyo. Sasa So vita ni vingi. Kumaanisha vita ni vingi. Okay. Ukiona ndoto ya simba na ukiona ndoto ya ng'ombe ni kitu moja, inaashiria kitu moja. Hii sio simba na hii sio ng'ombe. Ni mwanadamu na ako uhai ambaye anapigana, anajaribu sana kupigana na wewe. Pastor. Alafu pia ndoto ya primary inamaanisha maisha yako iwezi songa mbele. Si ati hao watu hawana pesa kulipa sababu ya ile vitu, kwa sababu huwa naambia mtu sio mwili wala mavazi ambayo amevalia. Mtu ni roho. Yes. Roho yako ikiwa katika madhabahu fulani ama ukiwa na madhabahu, ukiwa na roho ya rejection, inakosi hizo vitu. Wakati watu wanalipwa, wewe unakaa tu hapo. Lakini leo hii nitaomba na wewe na utashuhudia, kwa sababu unajiita above all. Natamani sana hii jina above all iwe kwako katika jina la Yesu. Usiandike tu jina kwa sababu unaandika, andika jina ukimaanisha. Pastor, na niko na swali mchungaji. Naam. Niulize. Pastor, nakuuliza aje? Yes. Kuna mtu aliniambia eti mimi kama saizi venye niko huku na niingie madhabahu fulani, nikuwe nashiriki madhabahu fulani, tuseme TikTok, na hiyo madhabahu ikuwe inanisaidia kimaombi, huko ndo inafaa nitoe maybe fungu la 10, huko ndo inafaa nitoe nini. Lakini kiupande mwingine tena mimi niko na mzazi ambaye mzazi wangu mimi nikimtumia pesa pastor ananitolea kwa madhabahu mengine. Sasa nashindwa Nilinieleza penye sahi niko juu ati yale madhabahu nikiwa na shida hawanijui, lakini sasa hao nikiwa na shida na waendea. Sasa nachanganyikiwa pastor, nitatoka kwa madhabahu nikisikia huyo anasema ukweli, nikiona tena upande mwingine tena nikiona mamangu ananitolea na mimi tena ya madhabahu. Sasa nashindwa nitatoa gani? Nitatoa kwa ya penye wananiombea saa hii naongea na wao nikiwa na shida, ama nitatoa kwa ile madhabahu yenye mamangu ananiaminia na mamangu anasema nikituma huko nikimtumia pesa anatoa kwa ile madhabahu, hapo ndio ananiombea mamangu ananishikia imani. Sasa nashindwa ni wapi gani ndio gani, ni madhabahu gani itanisaidia katika hizi mbili? Nami pia nikuulize swali. Naam. Je, hii madhabahu ya mamako unaijua? Naijua. Ina nguvu? Ina nguvu, naijua tu mimi ina nguvu. So iko hivi. Madhabahu haifanani. Madhabahu haitoshani nguvu. Na siwezi kuruhusu upotee hapa TikTok. Sababu hii TikTok imebeba mambo mengi. Kuna watapeli hapa ndani. Kuna walio wazuri ndani. Hii TikTok inakaa kama dunia. Dunia imebeba kila mtu. Imebeba wazuri, imebeba wabaya. Na jambo ambalo la kusii
Iwapo moyo wako na kila kitu yako utaona ya kwamba nitatafuta madhabahu ambayo itakusaidia, kwa sababu unasema ya kwamba unapotoa tithe kwa ile madhabahu hawakujui, si ni kweli? Sasa madhabahu sio lazima pasta kuombee ama kuonekanie. Madhabahu inamaanisha ya kwamba ile madhabahu inazungumza kuhusu maisha yako. Unapotoa sacrifice huko, unapotoa sacrifice sio lazima mchungaji kwa sababu hiyo madhabahu inakujua. Je, hiyo madhabahu ya mamako inakujua? Wachana na mchungaji. Madhabahu ya mamako inakujua. Tithe, mtu utoanga tithe mahali ameamini na roho yake yote. Hautoi tithe kwa ajili ya kunitajirisha mimi, kwa sababu tithe yako hainisaidii, ama sacrifice yako hainisaidii. Hata kama utatuma 5,000, pesa ambayo naweza tumia hapo labda ni yangu, labda ni 200, na hizo zingine zitafanya kazi ya Mungu. Sasa inamaanisha kwamba yale madhabahu ambayo umeitoa tithe na unaona haina matokeo, inafaa ujaribu utafute madhabahu nyingine ambayo itakusaidia. Utoe sacrifice yako huko, alafu itakuinua. So madhabahu haifanani, madhabahu haitoshani nguvu. So madhabahu yoyote ambaye inamjua Mungu, ama madhabahu ambaye Mungu anaitumia, unapotoa tu sacrifice pale, unajibiwa immediately. Yani vile unaweka tu hivi, unaona matokeo yake inaanza. Si ati pastor kwambie Mungu atatenda tu, atatenda tu, atatenda lini? Kwani huyo Mungu alienda akalala wapi? Because tunaabudu Mungu aliye hai. Na Mungu akai mbinguni, anakaa na sisi, yuko ndani yetu. Sasa huyu Mungu ambaye pastor atakwambia atatenda tu, atatenda tu, atatenda lini kwako? So iwapo ule mchungaji alikuambia na ukaona madhabahu yake ni mazuri, mfuate yeye. Na iwapo pia utaona ingine ni mazuri, lakini sitamani upotee TikTok, sitamani umezwe na TikTok, kwa sababu utapotoshwa na hata utaibiwa. Na nipata? Nakupata pastor. Hapa TikTok utaibiwa. Utafundishwa tu, utaona yenyewe hii mafundisho yenyewe ni kama kweli, lakini unaibiwa kweli, kwa sababu yeye ana haja ya pesa zako. Ana haja ya kusaidia wewe, kwa sababu kuna mahali utamshtaki ati ulitoa tithe. So kabla utoe sacrifice yako, hii nakushauri for free, kabla utoe sacrifice yako, jaribu sana kupeleleza hiyo madhabahu. Jaribu sana uombe Mungu akusaidie, upeleleze na ujue hii kweli ni ya Mungu ama hii ni ya mtu tu amejiwekea. Alafu hapo sasa ukishaona, ama ukiingia kwa ibada hii kama hii ambayo hii niko nayo, uone huyu anashuhudia, huyu anashuhudia, huyu anashuhudia, ujue hapo kuna Mungu. Watu wawili wakishuhudia, ujue kuna Mungu mahali pale. Then unaweza sema wacha nijaribu. Maandiko yanasema ya kwamba katika kitabu cha Malaki inasema nijaribuni mimi kama madirisha na milango hayatafunguliwa. So jambo la kwanza na fuatilia kwanza hiyo madhabahu. Ukishaijua hiyo madhabahu ni ya Mungu na ina nguvu, jaribu na sacrifice. Mtu asikuhubirie tu siku moja kwambie sasa toa sadaka, Mungu ameniambia toa 10,000, Mungu ameniambia toa 3,700. Hapo toroka.
Mm. Si ni sawa? But leo Sawa hii kwanza mchungaji. Mungu akufungue, Mm. akuweke huru. Natamani hii jina above only, above all iwe kwako na itimie kwa maisha yako. Chochote ambacho ulikuwa unahitaji kwa maisha yako kitimie katika jina la Yesu. Amen. Si ni sawa? Sawa mchungaji. Nadhani hapo Asante. tumeelewana. Hapo tumeelewana Pasta, nimekushika vizuri. Alafu na moja ya mwisho mchungaji. Aha. Mchungaji, watu wengi wanasema, wachungaji wengi ama watu wengi huwa wanasema ati wakiniangalia mimi, mtu ananiambia wewe uko na kitu kikubwa sana sana, lakini mimi Pasta, maisha yenye napitia hii stagnation, delay, Pasta, napitia ugumu kweli, yani napitia hali ngumu. Yes. Lakini mtu anakwambia wewe venye tu uko hivi, unajua wewe ni mtu mkubwa, wewe sijui uko na nini, lakini natafutanga solution ya hiyo neno Pasta, sijawahi pata. Natamanigi mtu aniambie solution ya mimi ni, yani natamanigi ifanye nini hii kitu ikuje imanifest kwangu, yani niombe aje ndio hii kitu ikuje imanifest. Huyu mtu alikwambia una Njia nini? gani nitumie? Mtu alikwambia uko na nini? Watu wengi Pasta, mimi ukutana na wao, hata wachungaji Pasta, watasema tu kuna kitu kikubwa, umebeba kitu kikubwa, lakini nakanga chini nauliza mtu, hebu niambie njia. Okay, umeniambia, lakini kuna njia juu mimi natafuta solution. Kuna solution, kuna njia, unaweza tu niambia penyeza hapa, ukipitia hapa utapata hiyo kitu itamanifest. Pasta, mimi sionangi yenye tu naona ni hali ngumu, maisha magumu, yani nini vita, na mostly Pasta mimi vita, yani mimi naamkanga tu nalala, nikiamka kwa vita Pasta, ile unatakiwa mpaka Pasta umekaa chini, unatakiwa mpaka kwa ndoto, natakiwa yani Pasta, naona tu mtu anakuja tu kuniua tu hivi, naona mambo mengi Pasta tu ile yani attack zinakuwa mingi kwa maisha yangu sana, mambo tu mingi tofauti Pasta. Sasa zingine najivingi hapa. Unamtamani kumtumikia Mungu? Yes. Sababu hiyo ndio kitu kikubwa ambacho kiko ndani yako. Natamani sana kutumikia Mungu Pasta. Natamani sana nihudumu. Natamani sana. Si Mungu akufungue leo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na hizo ndoto ziishe leo, zikatike leo. Amen. Na uanze maisha mapya. Amen. Na pesa zako zote ulipwe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sijui ni pesa ngapi, lakini ulipwe pesa zote in the mighty name of Jesus. Amen. Na ulipwe mpaka double. Amen. Waseme ya kwamba tumechelewesha pesa zako na tumekunyima pesa zako, so Amen. tunataka kukupa extra, sababu Amen. mtu ambaye anamjua Mungu hawezi kuwa anateseka. Sisi si watumwa wa wanadamu, bali sisi ni watumwa wa Kristo. Yes. Wacha Mungu akutendee muujiza kwanza na akupe huduma yako. Amen. Amen. Kuna dada mmoja anatoka huko Saudia, anaitwa Janet. Huyu dada alinitia moyo siku moja. Sababu anatoka upande wa, unatoka Kenya? Yeah. Huyu dada anatoka Kisii. So huyu dada mzazi wake alikuwanga mlevi na ndugu yake. So nikaomba na huyo dada na nikamwambia babako ataenda kutumia pombe na atalazwa. Na nikamwambia itachukua siku ngapi? Siku 2. Na ikafanyika hivyo, baba akalazwa wiki moja. Akalazwa ward wiki moja. Alipotoka pale na nikamwambia kwamba babako ataacha pombe. Na ikawa hivyo.
So Glory to hata hii God. kumaliza siku 3, huyu dada amerejesha ushuhuda. Amen. So inamaanisha kwamba Mungu ambaye tunayemwabudu yuko sasa na sisi. Anasema panapo wawili watatu waunganika pamoja na niko katikati yenu. Amen. Na maneno ya kinywa cha mtumishi ni maneno ya Mungu. Yes. Inaweza kuwa mazuri ama inaweza kuwa mabaya. Ukiona inakuja na ukali, ujue ni Mungu analeta mambo ya ukali kwako wewe. Yes. Lakini Bwana akutendee mema na akuinue na nyota yako ing'ae tena. Amen. Hizo ndoto zikatike na ziishe kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Na umekuwa kwenye ndoa? Yes, nilikuwa kwenye ndoa mchungaji for 2 years na Yes. nikatoka huko. Ama ni wewe ndio nilikuwa nakuhubiria leo? Umekuwa tukihubiri Injili? Sijakuwa mchungaji, ndo nimepita tu nikaona. Sijakuwa. Basi ilikuwa ni yako. Mahubiri ya leo ni kama ilikuwa ni yako. Kuna watu ambao wanaolewa baada ya miaka kadhaa wanakuwa wazuri tu. Nini ilitokea kwa ndoa yako? Ni pasa tu misunderstanding tu ndio ilikuwa mingi na nikaona tu hivyo. Kitu fulani kanikasirisha nikaamua nitoke. Nani huwa anasumbua mwingine? Huyo jamaa alikuwa ananisumbua pastor. Yes. Sio wewe. Mimi hapana. Mimi hata kama pastor mimi nilikuwa nasumbua, lakini yeye alikuwa too much. So ilikuwa ndoa kila wakati ni vita, fujo. Lakini unatamani kurudi huko? Nilikuwa natamani pasa kitambo, lakini saizi alipata mwingine, wanaishi pamoja. Si tunamtoa huyo? Wewe ndio wa kwanza ama ndio wa kwanza? Si wewe tena tu, si mtu. Uko na mtoto na yeye? Sina mtoto na yeye pasta. Mimi niko tu na mtoto wangu, nilipata nikiwa nyumbani. So miaka 2 au kufanikiwa. Nani sasa hapa tuulizane kweli. Nani alikuwa anachezea mwingine hapa? Pasa nilishika ujauzito, lakini hali misunderstanding, hiyo pressure nini, depression ika lead to miscarriage. Hiyo kitu ikanikasirisha na nikaamua kutoka. So ulishika ujauzito ikatoka. Na wewe pia ukaamua kutoka. Yeye nikasikia hasira ndani yangu na nikaamua nikatoka. Lakini unatamani unaporudi Kenya unatamani kuolewa? Pasta, natamani niolewe kwa heshima tena sana. Sifanyike hivyo kwako katika jina la Yesu Kristo. Amen, 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 amen. So wacha tuombe na wewe. Bwana akutendee mema na akubariki. Amen. Unaenda kuwa kitu kizuri. Unaenda kuwa chombo cha dhamana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amini tu haya maneno. Unaenda kufanyika chombo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amini tu Mungu. Bwana Yesu Kristo, namleta dada huyu mikononi mwako. Tazama Yesu anadai pesa zake ya miezi 4. Na maisha yake yamekuwa yakikwama, yasongi. Baba, tazama anatamani hata kupata madhabahu yako. Na leo hii Yesu Kristo umemleta mahali hapa kwenye madhabahu haya. Nakumbuka Yesu, madhabahu haya imewasaidia wengi kutoka Tanzania, Qatar, Saudia, hata wengine kutoka Iraq. Bwana Yesu, huyu dada kuanzia masaa haya afunguliwe in the mighty name of Jesus. Hizo ndoto zimwachilie zikatike mara moja in the name of Jesus. Ndoto za kuota kurudi shuleni, ndoto za kukimbizwa na mapepo usiku zimwachilie in the name of Jesus. Hizo ndoto za waume wa kimapepo
in the name of Jesus. Roho chafu iliyoinuka ndani yake, roho ya rejection, roho ya talaka, roho ya kukataliwa inayemwandama, in the name of Jesus, hizo madhabahu zivunjike mara moja na imwachilie in the name of Jesus. Loose in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Loose in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Loose in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Loose in the mighty name of Jesus. Madhabahu yote ya giza, madhabahu za kifamilia, madhabahu za ushirikina na uchawi na ukanga, rogi, mizimu ipasuliwe in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Loose in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Loose in the name of Jesus. Out. I set you free. Body, spirit, mind, soul, and blood. In Jesus' name. Amen. Amen. You are free. Amen. You are free. Amen. Nenda ufanikiwe, ulipwe pesa zako zote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nenda ufanikiwe na maisha yako yaanze mapya siku ya leo in Jesus name. Amen. Amen. Thank you so much. Thank you too, Pastor. Thank you. May God bless you so much. May God bless you. So utanipa baada ya siku 3 utanipa ujumbe vile unaendelea kuhusu hizo ndoto. Huu mwezi si unafaa ulipwe? Mwezi Pastor. Huu mwezi nafaa nilipwe. Mwezi ni tarehe ngapi? Nilipewa kuna pesa nilipewa tarehe 20 tarehe 26. Yes. Nilipewa pesa tarehe 26 na hiyo pesa nilipewa Pastor ni ya nyuma. Ni ya nyuma ya huko. Ulipwe pesa zako zote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu akubariki na pia tutakuwa pamoja. Labda ungependa kama unaweza tamani kuwa na namba yangu, pia tutawasiliana WhatsApp. Nitakupatia. Na utaona mkono wa Mungu. So baada ya siku 3 nataka nijue unaendelea vipi, kama hizo ndoto bado ziko lakini zimekatika leo na damu ya Yesu Kristo. Na usafishwe in Jesus name. Amen. Amen. Anaitwa Grace Ngumi. Anasema niombee ndoa yangu. Grace, unaweza ingia Grace. 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 Yes. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaendeleaje? Inaendelea vizuri. Yes, umetoka kwa ndoa yako muda gani? Nimeka kutoka 2022. Leo ni miaka 3. 2022. Nini ilifanyika? Hata hakuna, tulinyamaziana tu. Yaani mko kwa ndoa na mmenyamaziana? Ni Yes. kuongelesha WhatsApp. Unaogopa kuongea kwa... ni sawa. Ni sawa. Lakini nitakuombea
Nitakuombea Mungu akurudishie ndoa yako, sababu pia ndoto zako pia si nzuri. Enda WhatsApp. Yes, Enda WhatsApp usielezee. ni sawa, lakini nitakuombea kwa sahihi. Yeah. Bwana Yesu Kristo, dada huyu Grace mikononi mwako. Tuliza moyo wake, mupe amani, mupe upendo. Mrejeshe kwenye ndoa yake masaa haya katika jina la Yesu Kristo. Kila ufalme wa giza, madhabahu zote zilizoinuliwa, Baba, na nyamazisha kila anga zote. Radi ya moto wa damu ya Yesu Kristo ipige kila roho ndani yake katika jina la Yesu. Roho ya talaka, roho ya kukataliwa ipigwe na ikose uhai in the name of Jesus. Loose in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Loose in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Loose. I set you free. I set you free. Body, spirit, mind, and blood. In Jesus' name. You are free. You are free, Grace. Tutaongea. So, una namba yangu ya simu? Hapana. Unaweza chukua? Sawa. Ni 07 18 Eh. 39 Mhm. 08 19. Sawa. Yes. Mungu akubariki. May God bless you so much. Amen. Yeah. Kuna huyu dada fulani hapa anaitwa, kuna dada alikuwa ananiambia ni mgonjwa, anaitwa huyu dada yuko wapi? Anaitwa nani? Thank you so much. Thank you. Thank you all for your likes. Thank you so much. May God bless you so much. May God bless you so much. May God bless you. May God bless you so much. Kuna huyu dada alikuwa anasema asikii vizuri. Sijui ako wapi. But ningependa sana nimwombee ili Bwana ajitukuze ndani yake. But I will pray for you my sister. Mungu aenda kuponya. Alikuwa anaitwa nani huyu dada? CS ama ni nani? Ako wapi huyu dada? Ako wapi? Where are you? Anaitwa Siesta. Siesta, nakuombea sahihi katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, na achilie uponyaji kwa huyu dada Siesta masaha ya ufalme. Kila ufalme wote wa magonjwa ndani yake mwachilie, mtapike mara moja. Hizo magonjwa zitoweke ndani yake in the mighty name of Jesus. Loose in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Loose in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Pona dadangu.
uwe mzima in Jesus name. Pona, uwe mzima in Jesus mighty name. You are free in Jesus name. Hiyo magonjwa ikuondokee na ikuachilie in Jesus name. You are free my sister in Jesus name. Sister, you are free. May God heal you in Jesus name. Amen. Then kuna huyu Shalin. Huyu anaitwa Shalin kwenye Mumbe. Shalin. Bwana Yesu Kristo naachilia mamlaka kwa huyu dada Shalin. Fungua maisha yake masaa haya, ukampe kazi katika jina la Yesu. Madhabahu za ukoo, madhabahu za kifamilia, kila ufalme wote wa giza, Baba, nakamata anga zote za kuzimu. Ninaharibu roho zote zinazoinuliwa katika jina la Yesu Kristo. Huyu dada Shalin apate kazi na afanikiwe in Jesus name. And I set you free in Jesus name. Shalin, you are free Shalin in Jesus name. Nenda kazi katika jina la Yesu Kristo. Kuna Bright Vitali. Thank you so much Bright Vitali for joining us in the name of Jesus Christ. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much all. Thank you for your likes. May God bless you so much. Nora, thank you so much. Kuna Jeffrey, thank you so much Jeffrey. May God bless you. May God bless you so much. Then kuna Giddy wife, thank you so much. Thank you so much. May God bless you so much. May God bless you. May God bless you so much. May God bless you so much. Mwafrika, thank you so much. May God bless you so much. Eto Mwafrika, may God bless you so much. So nitakuamia hapo kwa sasa. Mungu wabariki wote ambao umenitazama. Mungu wabariki wote kwa hiyo kipindi. Imekuwa ni kipindi cha baraka sana. Mungu ajalie neema na wape kibali jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Popote mliko, Mungu amani awabariki na watende mema na wahifadhi katika jina la Yesu. Mwezi huu uwe ni mwezi wako wa baraka, mwezi wako wa kuinuliwa in Jesus mighty name. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya ibada hii. Umekuwa mwaminifu. Tulipoanza Yesu tulikuita, na sasa Bwana tumetamatisha. Baba, nasema ni asante kwa watu wako. Wabariki Yesu na wote ambao Bwana nimewaombea na wote ambao nimezungumza nao. Yesu, wape tamanio la moyo wao na uwabariki. Uwabariki, 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 uwabariki. I bless you, I bless you, I bless you, I bless you. Kingly blessings, I bless you. 12 times I bless you. I bless you, I bless you. Popote utakapokanyaga, wewe utafanikiwa tu. In Jesus mighty name. I bless you tonight. I bless you today.
I bless you. I bless you. I bless you. May God bless you so much. May God bless you so much. In Jesus' mighty name. Thank you so much. Thank you for watching. Thank you for your comments. Thank you for your likes. Thank you for the viewers that you have viewed me today in the name of Jesus. May God bless you so much. May God bless you. May God shift you into a new dimension in Jesus' mighty name. Thank you so much. My name is called Donald Orodi from Kenya. May God bless you so much. I'm from Nairobi, Kenya. I'm from Nairobi, Kenya. And I'm blessed here. May God bless you so much. Wherever you are, in Qatar, USA, Germany, Burundi, Congo, Tanzania, Uganda, everywhere that you are watching, may God bless you so much. Na Mungu akutendee jambo leo, akushangaze kwa mwezi huu wa Juni. Mungu akushangaze, akupe ndoa ya heshima, akupe maisha mazuri. Hakuna yeyote aliyekaa kwa hiyo maisha. Mungu atende jambo kwako in Jesus name. Wale ambao mko karibu hapa Nairobi, kanisa letu liko hapa Mukuru kwa Njenga, karibu na Mwingi Mouse Supermarket. Mukuru kwa Njenga, Embakasi South. Tuko hapa. So wale watu ambao mko pale Jogoo Road, Chachami, watu ambao mko Pipeline, Kware, watu ambao mko Mukuru kwa Ruben, Mukuru kwa Njenga, Mukuru Kayaba, mahali popote mliko, iwe ni Kitengela, Mlolongo, sehemu zote, njooni hapa kanisani, tuseme pamoja nanyi, tuabudu Mungu pamoja nanyi, na mtaona mkono wa Mungu. Mungu awabariki usiku wa leo, awalinde usiku wa leo, na waonekanie in Jesus name. Amen. Amen. Thank you so much. Shalom. Shalom. Kanisa hili linaitwa New Evangelical Ministry Prayer Center and Church. Inaitwa New Evangelical Ministry Prayer Center and Church. You are welcome. You are welcome. You are all welcome. Njooni siku ya Jumapili tuabudu Mungu pamoja. Ibada yetu inaanza saa 2:30. Tunatamatisha saa 8. So iwapo uko karibu hapa, uko Pipeline, uko Kware, uko Mukuru kwa Njenga, mahali popote uliko, njoo hapa tumwabudu Mungu pamoja in Jesus name. Amen. Amen. Nambari yangu ya simu, labda unatamani kuchukua nambari yangu ya simu, ni 07 18 39 0819. Nambari yangu ya simu ni 07 18 39 0819. Nambari nyingine ya pili ni 07 15 92 12 52. Nambari nyingine ya pili ni 07 15 92 12 52. May God bless you so much. Shalom. In Jesus' name. Amen.